waandishi wa habari, siku ya leo tumekutana kwa ajili ya kuweza kuzungumza kuhusiana na swala moja la muhimu zaidi kulingana na wakati ambao tuko nao. Tunafahamu kwamba wakati huu ni wakati ambao mchakato wa uchaguzi unaanza, na ndani ya Chama cha Mapinduzi tayari mchakato wa kuchukua fomu umeanza leo. Na mimi nimeona nitumie wakati huu kuweza kuzungumza nanyi waandishi wa habari kwa ajili ya kuhabarisha Wanangala kwa ujumla wao kwamba kijana wao Josias Charles sasa nimeamua kuchukua maamuzi ya kuweza kuchukua fomu kwa ajili ya kugombea nafasi ya ubunge. Maamuzi haya ni kwamba yamekuwepo kwa kipindi kirefu, ikiwa ni baada ya kuona kwamba wananchi wa Ngara kwa namna moja ama nyingine wana kiu ya kuweza kupata uwakilishi ambao utaweza kuzisemea changamoto zao kwa uzito unaostahiki, lakini pia kuweza kuibua fursa, kuibua changamoto, kuibua miradi ambayo itakuja kuleta mabadiliko katika wilaya yetu ya Ngara. Kwa kipindi cha hivi karibuni nadhani wananchi walikuwa wakikutana na ama naweza kusema mimi binafsi nilikuwa nikutana na wimbi la wananchi wengi kuonyeshwa kwamba wanahitaji aina fulani hivi ya uwakilishi ambao utaweza kuzungumzia kero zao kwa uzito zaidi, uwakilishi ambao utakuwa na uadilifu ndani yake, lakini pia uwakilishi ambao kwa namna moja ama nyingine unaweza kuleta mabadiliko ambayo kwa kipindi kirefu wananchi wa Ngara wameshindwa kuyapata. Hii imekuwa ni moja ya chachu ambayo imenisukuma mimi binafsi kuweza kuchukua maamuzi ya kuweza kutia nia kuweza kugombea nafasi ya ubunge kupitia Chama cha Mapinduzi. Wengi wanaweza kujiuliza kwa nini hasa Chama cha Mapinduzi? Jibu la swali hilo ni jepesi, ni kwamba mimi nimekuwa ni mwanachama wa Chama cha Mapinduzi katika kipindi chote cha maisha yangu, na nimekuwa nikishiriki program mbalimbali za chama kwa kipindi kirefu. Kwa hiyo ni mtu ambaye nina uzoefu mzuri kuwepo ndani ya Chama cha Mapinduzi. Lakini kumekuwepo pia na maswali ya baadhi ya watu wanajiuliza kwa nini hasa maamuzi haya yamekuja katika kipindi hiki sasa mwishoni. Ni kwamba nilijipa muda wa kutosha kuweza kuangalia namna shughuli mbalimbali za uwakilishi ambavyo zimekuwa zikifanyika, hususan katika ngazi za halmashauri katika level ya udiwani, lakini pia katika ngazi ya ubunge. Na baada ya kuona kwamba kuna jambo la kufanya ambalo ni kama kurejesha shukrani kwa jamii yetu ya Wanangala, ambayo naweza nikasema kwa kiasi kikubwa imenilea nikiwa nimezaliwa hapa eneo la Mbinyange, lakini pia nimesoma shule ya msingi Ngara mjini darasa la kwanza mpaka la 4, nimesoma shule ya msingi na Katunga darasa la 5 mpaka la 7, nimesoma shule ya sekondari Mienzi kidato cha kwanza mpaka kidato cha pili, lakini pia nimesoma shule ya sekondari Ngara ama tunasema Ngara sekondari kwa kidato cha 3 na cha 4. Ninaweza kusema kwamba jamii ya Ngara imeweza kunisaidia kwa kiasi kikubwa, na ni wakati sahihi kwangu kuweza kurejesha fadhila, kurejesha shukrani kwa Wanangala kwa kuweza kuwapa uwakilishi ambao nadhani utakuja kuwa suluhisho na changamoto mbalimbali ambazo tumekuwa tukiziona. Mimi nimekuwa ni moja ya wadau ambao tumeshiriki katika kutafuta suluhisho la changamoto mbalimbali ambazo zimekuwa zikiwakumba wananchi wa Ngara. Nitatoa mifano michache ili kuweza nadhani kueleweka kuhusu hicho ninachokizungumza. Kumekuwepo kwa mfano na changamoto ya miundombinu hasa kwa taasisi za umma kama shule. Tunakuta miundombinu kama vyoo ni mibovu. Mimi kama mwananchi ninayewajibika na ninayeamini kwamba wananchi wa Ngara ama wanafunzi wa Ngara wanahitaji mazingira mazuri kwa ajili ya kujifunza na kusomea, nimekuwa mstari wa mbele kuweza kupambana kwa kushirikisha mamlaka mbalimbali za serikali kuweza kutafuta suluhishi la changamoto hizo. Nakumbuka takriban mwaka mmoja miwili iliyopita kulikuwa na changamoto kama hiyo katika shule ya msingi Mkididi, ambapo nilijulishwa na moja ya wananchi na niliweza kushirikisha viongozi wa halmashauri ya wilaya ya Ngara ikiwemo mkurugenzi na mkuu wa wilaya, na hatimaye tuliweza kupata suluhisho la changamoto ile. Lakini hivi karibuni kulikuwa na changamoto ya
uwanja wa shule ya msingi Mkirehe, ambapo uwanja ule wa shule ya msingi Mkirehe ni kwamba uliweza kuchukuliwa na mtu ambaye alidai ni uwanja wake, lakini maamuzi yale ni kwamba yalikuwa na athari kubwa zaidi kwa wanafunzi, jambo ambalo mimi kama mwananchi ninayewajibika niliona ni wajibu wangu kuweza kusimama kidete kuhakikisha kwamba tunapata suluhisho ya jambo hilo, ambapo niliwasiliana na mkurugenzi wa halmashauri, lakini pia akaniunganisha na mwanasheria wa halmashauri, ambapo tuliweza kupambana na kuweza kupeleka maombi Mahakama Kuu Kanda ya Bukoba kwa ajili ya kutafuta suluhisho la jambo hilo, na ambapo tulipata kibali cha kukata rufaa nje ya muda, ambapo kesi ile inaendelea mpaka sasa hivi, tukiamini kwamba haki itatendeka na wanafunzi wanaweza kupata haki yao ya kuendelea kusoma huku wakinufaika na kupata huduma ya michezo. Lakini sio hiyo tu, wakati nilivyokwenda kutembelea shule ile ya msingi Mkirehe, nilibaini kulikuwa na changamoto kubwa ya miundombinu ya vyoo. Vyoo vile vilikuwa ni vyoo hatarishi, na hili jambo lilikuwa ni wiki iliyopita tu, na baada ya kubaini changamoto ile, wajibu wangu kama wananchi ninayewajibika, nilichukua jukumu la kuweza kuwasiliana na mkurugenzi wa halmashauri, kumjulisha na kumtumia picha za miundombinu ile ambayo ilikuwa ni chakavu kweli kweli, ambapo alikubali kuweza kukamilisha ujenzi wa miundombinu ile, kwa sababu tayari wananchi wa Mkirehe walikuwa wameshapata mdau ambaye aliweza kuwasupport kiasi cha shilingi kama milioni 8, na wao wakajichanga milioni 2, kwa hiyo wanapungukiwa kama milioni 9,500. Katika kufanya kuwasiliana na mkurugenzi ni kwamba alikubali kuweza kutoa ushirikiano na kuweza kukamilisha kiasi hicho kilichobaki. Kwa hiyo ni jambo ambalo ninajivunia. Lakini sio hiyo tu, kulikuwepo na changamoto hivi karibuni ya wananchi wenzetu wa Rusumo na ukanda mzima wa mto Kagera, ambao wananchi wale kwa namna moja ama nyingine waliathirika na ujenzi wa miundombinu ya umeme kule, na walistahili kuweza kulipwa fidia. Lakini kutokana na sababu mbalimbali ni kwamba zoezi hili la ulipaji wa fidia ni kwamba limeibua manunguniko miongoni mwa wananchi wale, na wamefanya jitihada za kuweza kuwasiliana na baadhi ya viongozi bila kupata mafanikio, jambo ambalo liliniibua pia kuweza kuingilia kati, hasa pale baada ya wananchi kadhaa ambao walikuwa kwenye kamati ya kufuatilia jambo hili walivyokamatwa, wananchi takriban 5, na mimi nilikuja kupata taarifa zile ikiwa ni takriban siku 5 wakiwa wako lock up. Kwa hiyo kama mwananchi ninayewajibika nilifanya kila ninaloliweza kupaza sauti, lakini pia kupambana kuhakikisha kwamba wanaweza kutendewa haki, kwa sababu wana haki ya kupata dhamana, walikuwa na haki ya kuweza kufikishwa mahakamani kwa wakati, jambo ambalo lilikuwa limeenda tofauti. Kwa hiyo nashukuru Mungu, baada ya jitihada zile tuliweza kumpata wakili ambaye alikwenda kusimamia jambo hilo, na siku hiyo walipata dhamana, na sasa hivi wanaendelea na kesi ambayo ipo, ambayo naamini pia tutapambana kadri inavyowezekana kuhakikisha kwamba kesi ile inakwenda vizuri na wale wananchi wanatendewa kwa kadri inavyostahili. Lakini si jambo hilo tu, kumekuwepo kimfano wakati fulani changamoto ya uwanja wa shule ya uwanja wa michezo katika eneo la chuo cha Lemera. Moja ya maeneo ambayo nilipaza sauti kwa kiasi kikubwa, kutokana na kwamba kama mwananchi ninayewajibika niliona kwamba kiwango cha fedha kilichotumika kujenga uwanja ule hakikuwa kikionyesha ama kikisadifu thamani halisi ya uwanja husika. Na mambo yote haya nimekuwa nikipambana nayo nikijua kwamba mimi ni mwananchi wa kawaida, japo naamini kwamba kuna viongozi ambao walipaswa kuwa sauti ya wananchi, kusimama kidete kuhakikisha kwamba wanatetea maslahi ya wananchi. Kwa hiyo changamoto hizo ni baadhi, lakini kabla sijasahau, kuna swala la eneo la serikali na serikali ya kijiji kule Nyabihanga kule Bukiriro, eneo ambalo pia liliuzwa kinyemela na baadhi ya viongozi, ambapo jambo hilo pia nilisimamia mimi mwenyewe, nikamshirikisha mkuu wa wilaya. Mheshimiwa mkuu wa wilaya kwa bahati nzuri ni mtu mmoja anawajibika sana, ni mtu ambaye kwa kweli ameweza kutoa mchango mkubwa zaidi katika kuhakikisha kwamba wilaya Ngara tunafanya vizuri. Kwa baada ya kupata jambo hili, aliweza kushughulikia jambo hili kwa haraka, na hatimaye alitoa maagizo eneo hilo liweze kurejeshwa kwa wananchi, jambo ambalo lilifanyika mwaka jana wakati ndipo mtembelea ofisi kwake. Alitoa maagizo muhtasari wa kukabidhiwa kwa eneo hilo uweze kukabidhiwa kwake, jambo ambalo nashukuru Mungu mpaka sasa hivi limefanikiwa. Haya ni baadhi ya mambo machache, lakini ukiachana hiyo, nadhani kwa wale wanaofuatilia kwa karibu, nimekuwa ni mtu ambaye nimekuwa nikipigia kelele swala la uchakavu wa stendi yetu, stendi kuu ya wilaya Ngara, ambao kwa kweli mimi binafsi naweza kusema inatia aibu, haifurahishi na haiendani na hadhi ya wilaya Ngara, ukizingatia kwamba wilaya Ngara
ni lango la kuweza kuzipokea nchi takriban 3 za Afrika Mashariki. Nchi kutoka nchi ya Rwanda, nchi ya Burundi, nchi ya DRC. Wanavyoingia nchini, sehemu ya kwanza wanapoingia ambayo tunasema ni sebureni mwa Tanzania ni wilaya ya Ngara. Lakini hali halisi ya stendi ile inatia hasira, ni chakavu, ni kuukuu na imepitwa na wakati. Kwa nafasi yangu kama mwananchi ninayewajibika, nimekuwa nikitoa maoni, nimekuwa nikishauri, na nimefanya hivyo hata kwa mbunge ambaye amemaliza muda wake, Mheshimiwa Ndaisaba Ruhoro. Nimeweza kutoa maoni kwake mara kadhaa, nikimpa njia ambazo nadhani tungezitumia zingeweza kusaidia kubadilisha changamoto hiyo. Kwa mtu ambaye yupo Ngara tabaini kwamba ile stendi imejenga takriban zaidi ya miaka 25 iliyopita. Ni stendi ambayo haifai kabisa hata kidogo. Lakini utaona kwamba imeendelea kutumika na bila jitihada zozote za dhati za kuweza kuleta suluhisho ya changamoto hiyo. Si hilo tu, kuna mambo mengine ya ziada ambayo naweza nikasema kwamba kwangu mimi binafsi yameweza kufanya nione kwamba kuna kila sababu sasa nisimame mstari wa mbele, kwa sababu kwa kipindi cha nyuma, kwa wale ambao wanafuatilia siasa, ni kwamba nimekuwa niko mstari wa nyuma zaidi, nikijaribu kuwasupport viongozi, kuwapa maoni, kuwashauri na kuwapa mikakati mbalimbali ya kuweza kuwaletea wananchi maendeleo, lakini bado hawajaweza kutimiza ipasavyo. Utakuta labda kiongozi unaweza kumpa maoni kwamba tukienda hivi tunaweza kufanya vizuri, lakini utakuta kiongozi anachukua yale maoni hatapeleka kwa mratibu wa shughuli zake. Yale maoni yakichakatwa ndani ya dakika 5 kwamba yanaonekana hayana maana, baada ya pale jambo limekwisha, hali inabaki vile vile. Sasa baada ya kuona changamoto hiyo, nimesema mimi nikiwa ni kijana ambaye nimesomeshwa, nimetunzwa, nimekuzwa katika halmashauri hii ya wilaya Ngara, katika jimbo hili la Ngara, ninao wajibu sasa wa kurudi kuwatumikia wananchi. Nimekuwepo mara kadhaa nikija na kuondoka kutokana na sababu za kitaaluma. Kwa wale ambao labda watakuwa wafahamu, mimi taaluma yangu ya kwanza ni mwalimu, nikiwa na degree ya ualimu kutoka Chuo Kikuu cha Dodoma, lakini pia ni mwanadiplomasia kweli kweli, ambapo nina stashahada ya umahiri ya diplomasia kutoka katika chuo cha diplomasia pale Kurasini, lakini pia nikiwa na shahada ya uzamili ama wengine wanasema masters ya uhusiano wa kimataifa. Kwa hiyo ni mtu ambaye nina ujuzi wa kutosha na usiotiliwa shaka katika engo hii ya diplomasia na masuala ya uhusiano wa kimataifa. Kwa hiyo kwa ujuzi huu ambao niko nao, kwa uzalendo ambao nimekuwa nao katika wilaya yetu ya Ngara, nimeona kwamba ni wakati sahihi wa mimi kurudi nyumbani kuweza kuwatumikia Wanangara, kuweza kupambana na changamoto za Wanangara moja kwa moja, na kuweza kuleta suluhisho na changamoto hizo. Kumekuwepo na nadharia kadhaa ambazo zimekuwa zikijengeka kuhusiana na wilaya Ngara, wakati mwingine ikichukuliwa kama wilaya ambayo ziko nyuma kabisa kimaendeleo, wilaya ambayo inahitaji labda msaada wa Mungu pekee kuweza kuinasua mahala ilipo. Lakini nadhani nadharia hizo sasa zinapitwa na wakati. Ni wakati sahihi wa sisi kuingia mstari wa mbele, kuweza kuhamasisha kwamba kuweza kuhamasisha maendeleo ya Ngara kwa vitendo. Katika baadhi ya maeneo ambayo nimekuwa nikizungumzia wakati ambao nimekuwa nikizungumza na baadhi ya waandishi wa habari wakati nimetangaza kutia nia katika jimbo la Ngara, nimeelezea baadhi ya maeneo ambayo naona kwamba yana changamoto na yanahitaji ubunifu wa viongozi, tena viongozi ambao wako smart, wako serious na wanasimamia kile wanachokiamini. Mfano, kwa wilaya yetu ya Ngara tunaona imezungukwa na takriban mipaka, zile borders ziko takriban 4. Boda ya Kabanga, boda ya Rusumo, boda ya Murusagamba, boda ya Mugoma. Boda hizi ni kwamba kwetu hazijaja kwa bahati mbaya. Ni baraka, ni fursa ambazo Mwenyezi Mungu ametupatia, na tulipaswa kuzitumia kwa ajili ya kutengeneza fursa za ajira kwa vijana wenzetu. Tulipaswa kutengeneza fursa za kibiashara kwa wananchi wenzetu, lakini bado hazijaweza kutumiwa vizuri na baadhi ya watu ambao tunadhani walikuwa wanawajibika ipasavyo kuweza kuzitumia kuleta fursa. Uwepo wa hizi borders, hii mipaka 4 hii ni fursa kubwa kwa wilaya Ngara kuweza kupata kitu kinaitwa bandari kavu. Kwa nini tunazungumzia bandari kavu? Bandari kavu ni eneo la kiuchumi, ni eneo mahususi la kiuchumi ambapo linakusanya mizigo kutoka maeneo tofauti tofauti na inaweza ikasambazwa kutokea pale. Na unaweza kusema kwamba Ngara ni wilaya pekee nchi hii ambayo ina justification za kutosha za kujengwa kwa bandari kavu kilinganisha na wilaya yote ile.
Utaona pale pale Dar es Salaam, hatua chache kutoka bandarini pale Kurasini, eneo la kutembea kwa miguu kutoka bandarini lina bandari kavu. Unaweza kujiuliza waliwezaje kujustify kujengwa kwa bandari kavu pale. Ukienda Pwani, eneo la Kwala kama sikosei, kuna bandari kavu iko pale. Unaweza kujiuliza waliwezaje kujustify huko hawapakani na nchi yoyote kuweza kujengwa kwa bandari kavu pale. Ukienda Dodoma hivi karibuni imejengwa bandari kavu, ni katikati ya nchi ya Tanzania. Unaweza kujiuliza waliwezaje kutoa justification za kujengwa kwa bandari kavu, jambo ambalo Ngara tumeshindwa. Ukienda Mbeya kule kuna eneo lina bandari kavu. Ukienda Isaka pale kuna eneo lina bandari kavu. Why Ngara ambayo imepakana na nchi hizi moja kwa moja ishindwe kuwa na justification za kujengwa kwa bandari kavu? Lakini je, kuna kiongozi anaye kuinua angalau sauti yake kupaza kuzungumzia swala la bandari kavu? Ukifuatilia records ni kwamba tafuta mahala kokote hutakuta mbunge yeyote amewahi kuzungumza kuhusu swala hilo. Kwa sisi tumekuwa tukikosa fursa hizo za uwepo wa bandari kavu, kwa sababu bandari kavu ikiwepo ina maana Rwanda, Burundi, DRC watakuja kupakia mizigo yao Ngara. Sio tena kutoka hapa na malori yao kwenda Dodoma, kwenda Dar es Salaam kuchukua mizigo. Hii kwanza itakuwa imetoa fursa za ajira kwa vijana wetu wa Ngara, vijana wetu wa Kitanzania. Kwa sababu gani? Ni kwamba vijana wa Kitanzania, vijana wa Ngara watakuwa na kazi ya kutoa mizigo bandarini pale, kuileta kwenye bandari kavu ambayo labda iko Benako. Halafu baada ya hapo magari kutoka Rwanda, Burundi, DRC itakuja kupakia pale na kupeleka kwenye nchi zao. Jambo hili lina manufaa makubwa pia hata kiusalama, kwa sababu ni hatari zaidi unaporuhusu raia wa nchi nyingine labda akatoka na lori lake akavuka mpaka wa kwanza, akavuka mkoa wa kwanza, mkoa wa pili, ameingia paka Dodoma makao makuu ya nchi, amevuka ameenda paka bandarini kwenda kupakia mzigo. Kwa ili kuweza kuweka hali ya usalama, tuna kila sababu ya kujustify uwepo wa bandari kavu Ngara, ambayo ikiwepo ina maana ule mzunguko wa fedha utakuwa mkubwa. Watu mamantilia wataweza kupata masoko, bodaboda watapata masoko, watu wenye nyumba za kulala watapata masoko, maduka yatapata masoko. Kwa kifupi, mzunguko wa fedha hautabaki vile vile. Lakini jambo hili zuri, nani ambaye kulizungumza? Je, ni kweli serikali haitaka kujenga? Mimi naamini si kweli, ni vile tu haijapata kiongozi wa kuweza kuwasilisha jambo hili. Kwa jambo hili nadhani ni eneo la kwanza ambalo mimi nalipa kipaumbele. Lakini uwepo wa wilaya yetu katika mipaka hii, jirani na nchi ya Rwanda, jirani na nchi ya Burundi, jirani na DRC, na hata nchi ya Uganda si mbali sana kutokea Bukoba, si mbali sana. Ni kwamba kuna justify kuwepo kwa chuo kikuu hapa Ngara. Population yetu mpaka tunavyozungumza tuko zaidi ya watu 300,000 hapa Ngara. Kuna shule za kutosha za sekondari hapa Ngara. Why watoto wanavyomaliza chuo, wanavyomaliza form 6 ama wanavyomaliza masomo yao, kwa nini wakasome mikoa mingine? Kwa nini wale mikoa mingine wasije Ngara? Ili tuweze kuongeza mzunguko wa fedha na kuweza kutoa tija kwa wananchi wetu wa Ngara. Ni kwamba hoja hii ya ujenzi wa chuo kikuu nani amewahi kuibua ama kuizungumzia kokote? Utabaini kwamba hakuna kiongozi yeyote mwakilishi amewahi kuzungumza kuhusu jambo hili. Lakini jambo hili lina maana kubwa. Nachukulia mfano kama tungekuwa tuna chuo kikuu chenye uwezo wa kuwa na wanafunzi, kudahili wanafunzi 15,000. Inamaanisha huu ni mzunguko mpya wa fedha ambao utajitokeza. Kuna wawekezaji kadhaa ambao watatamani kuja kuwekeza kwa sababu ya uwepo wa wanafunzi hawa. Lakini ndugu zetu hapa watakuwa na nafasi nzuri zaidi ya kuweza kufanya biashara, kuuza mazao yao. Kutakuwa na mzunguko ambao si wa kawaida endapo tutakuwa na chuo kikuu. Lakini jambo hili kwani ni gumu? Tunajiuliza kwa nini maeneo mengine yameweza. Bukoba tunavyozungumza wanamalizia kujenga chuo, wanaanza mchakato kujenga chuo kikuu cha Dar es Salaam branch yake. Lakini ukiangalia pia TIA kama sikosei, Tanzania Institute of Accountants wanajenga pale. Kigoma wanajenga branchi za TIA, wanajenga branchi za MUHAS. Mikoa mingi hapa nchini ni sasa hivi kunajengwa branches za vyuo. Ni lini tutapata mwakilishi atakayeenda kujenga hoja ya ujenzi wa chuo kwa ajili ya kuwanufaisha wanangara? Hilo ni jambo lingine la msingi ambalo nadhani wawakilishi wetu walipaswa kulifanyia kazi, na kwa sababu wameshindwa kulifanyia kazi, ni wakati sahihi wa mimi kwenda kusimama kidete kuhakikisha kwamba jambo hili zuri linatekelezeka. Tukiangalia kimfano sekta ya michezo, mfano wilaya Ngara ni wilaya pekee nchini nadhani ambayo haina uwanja wa michezo hata mmoja. Tukiwa na population ya zaidi ya watu 300,000,
lakini tuko kando kando ya nchi hizi ambazo tunaweza kuwa na michezo hata kirafiki. Nimeona kwenye michezo kuna michezo ya Sekafa Confederation. Tunaona Yanga anatoka hapa, anatoka Dar es Salaam, anavuka mpaka wa hapa anakwenda Rwanda kucheza. Alafu Rwanda anavuka mpaka anakuja Ngara, anaenda Kahama, anaenda Dar es Salaam kucheza. Why asingecheza Ngara? Unaona kwamba kuna changamoto kubwa. Lakini wananchi wetu wa Ngara hapa, tumekuwa na vijana wengi wenye vipaji vikubwa kwenye michezo, lakini hawana mahala pa kuchezea. Unaona mchezaji kama Kibu Dennis ametoka hapa Ngara, na wachezaji wengine wengi, lakini mazingira ya michezo yakoje? Hali ya michezo, nilikuwa nazungumza na moja ya wachezaji nikamuuliza leo wao wanachezea wapi sasa hivi. Ananiambia wamelazimika kuhamia Mrugwanza kujiegesha kwenye uwanja wa shule, lakini ukiangalia ule uwanja unaitwa kokoto, ni shimo la kokoto ambalo tunasema lilichimbwa kwa ajili ya kupata mola pale, lakini watu wacheza kwenye shimo lile kwa miaka mingi, watu wameumia kwa miaka mingi. Hakuna dalili za kiongozi kujaribu kusogeza hata koleo moja la udongo na kupanda udongo pale, kupanda majani pale kwa ajili ya michezo. Sasa tutawezaje kuendeleza kizazi chetu? Tutawezaje kuendeleza michezo ya vijana wetu? Tutawezaje kufanya mazoezi na kutunza afya zetu kama hatuna michezo? Hapa karibuni kumekuwepo na package ya fedha kwa ajili ya ujenzi wa viwanja mbalimbali nchini kwa ajili ya michuano ya AFCON. Bunge limekuwa likijadili masuala ya ujenzi wa viwanja hivi vya AFCON. Lini tumewahi kumuona angalau mwakilishi wetu akipigia kelele hilo? Tulitamani kuona kwamba tunapata mwakilishi ambaye atapigia kelele kwamba kwenye viwanja kadhaa vya AFCON, hebu tunaomba kiwanja kimoja cha michezo kije Ngara. Lakini jambo hilo halijawahi kuzungumza, na hatuwezi kuilaumu serikali kwa sababu haijaombwa. Sasa italetaje fedha bahala ambako haijaombwa? Je, ni kweli wananchi hatuhitaji uwanja? Utakuta ni kwamba tunahitaji, lakini hatuna wa kutusemea. Sisi tupo tuko gizani, hatuna wa kutusemea. Nikiachana na sekta hiyo, tuangalie kwenye sekta mfano sekta ya kilimo. Tuchukulie kilimo, viwanda na masuala ya uwekezaji. Katikati hapa, wakati alivyotembelea Ngara Mheshimiwa Steven Wasira, makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, tuliweza kuona mwakilishi wetu kwa wakati huo alitoa hoja nzuri tu kuhusiana na swala la kupata soko la mazao, akitaka NFRA waje Ngara kwa ajili ya kununua mazao. Lakini unaweza kujiuliza, ile NFRA kuja kununua mazao Ngara na kuyapeleka kwingine ni solution kweli kweli? Unabaini kwamba si solution. Solution ambayo nadhani inafaa ni kuhamasisha NFRA hao kuja kujenga vile yale magara, nasema vihenge vya mazao, kuja kuvijenga Ngara ili wakulima wa Ngara waweze kupata mahala pa kuhifadhi mazao yao. Lakini sio hiyo tu, kuhamasisha wawekezaji, sekta binafsi kuweza kuwekeza katika sekta ya viwanda. Kwa nini nasema hivyo? Ni kwamba kama tuna malighafi ya kutosha, tuna viwanda vya kutosha, tuna malighafi ya kutosha, let's say ni mahindi, tunashindwaje kuweza kuhamasisha uwekezaji katika sekta ya viwanda? Nachukulia mfano, kimfano kwa mtu ambaye una kofia labda ya mbunge, mfano ni kwamba ni kofia kubwa inayokupa ruhusa ama uwezo wa kuweza kuzungumza na mwekezaji yeyote yule. Tulitamani kumuona labda mbunge wetu ama mbunge wetu akitoka na kwenda kuzungumza na mwekezaji labda Bakresa, Said Bakresa wa Bakresa Group, labda Azania, kwamba bana, sisi Ngara tuna mazao ya kutosha, tuna mahindi, tunaomba uje kuwekeza Ngara. Tulitamani akifanya hivyo kwa sababu itakuja kuzalisha ajira tofauti. Lakini hata kama haijafanikiwa, labda ameenda kufanya lobbying hiyo, ameenda kufanya presentation hiyo, haijafanyika, Wanangara tutasema mbunge wetu anapambana kweli kweli kutafutia fursa. Lakini katika miaka mitano utaona kwamba mambo yako vile vile, hakuna mwekezaji ambaye anashawishiwa kuja kuwekeza. Hauoni dalili za kufanyika kwa proposal ya kuwavutia wawekezaji kuja hapa. Kumekuwepo na ujenzi wa masoko ya kimkakati, soko la Kahaza pale Rusumo, lakini kuna soko la Kabanga. Lakini masoko haya kwa namna mambo yanavyokwenda, mimi naona yanakuja kubaki magofu, kwa sababu endapo tutabaki na aina ile ya wakilishi ambao hauna ubunifu namna gani tukaibua fursa za kiuwekezaji. Masoko yale ili yafanye kazi vizuri, swala lile la kwanza la bandari kavu lazima lizingatiwe. Swala la chuo lazima lizingatiwe ili kuongeza idadi ya watu na kuweza kupata mzunguko mzuri wa fedha. Kwa hiyo hayo naweza kusema ni mambo machache ambayo nadhani
ni ya kuzingatia, lakini huku kuna sekta hizi nyingine za huduma za kijamii, huduma za afya, huduma za elimu, kifaa kwenye shule. Miundombinu ya shule mbalimbali kwa kiasi kikubwa yamekuwa ni mabovu. Na miundombinu hiyo ni kwamba ni swala la mwakilishi kuweza kusimamia ipasavyo halmashauri kuweza kutoa fedha kwa ajili ya ukarabati wa miundombinu hiyo. Lakini utabaini kwamba wakati mwingine changamoto hizi zinatokea, wananchi kule wanahangaika. Mtu ambaye alipaswa kusimama kidete kumsimamia labda mkurugenzi wa halmashauri, kusimama kwenda kushauriana na mkuu wa wilaya, ni kwamba hajatimiza wajibu wake ipasavyo. Sasa ni wakati ambao nadhani ninapaswa kuja na mkakati wa kuweza kusaidia kuondokana na hiyo. Lakini kimfano Ngara hapa tumekuwepo na swala la Tembo Nickel. Tembo Nickel ni fursa ambayo tumekuwa tukisubiri toka miaka ya 70. Mimi nimezaliwa nimekuwa nikisikia kuhusiana, wakati huo inaitwa Kabanga Nickel, sasa hivi Tembo Nickel. Ni fursa ambayo tunaisubiri kwa hamu iweze kuanza. Lakini tunaona spidi yake kwa sisi wananchi huku nje ni ndogo, na wengi wetu ukifanya utathmini huku mtaani hakuna anayejua kinachoendelea. Sasa hili ni tatizo. Katikati hapa tumeona kimfano imesainiwa mkataba wa kujenga kwa kiwanda cha kuchenjua madini yanayotoka Tembo Nickel, kinajengwa Kahama. Lakini kwa mbunge ambaye yuko kweli serious, naamini asingeruhusu mazingira namna hiyo. Angepambana kwa kadri anavyoweza kupinga hoja hiyo. Angepambana kwa kadri anavyoweza kuhakikisha kiwanda kile kinajengwa Ngara, ili kije kuwasaidia wananchi wa Ngara, itoe fursa kwa Wanangara. Lakini sasa hivi kiwanda kile kitajengwa Kahama, malighafi itasafirishwa kutoka Tembo Nickel, itasafirishwa kwenda Rusahunga, itakwenda Kahama. Jambo ambalo linaenda kunufaisha upande mwingine. Na hatukuona walau ile hoja ya kuibana serikali kwamba hakikisheni mnajenga Ngara. Angalau angekataliwa, labda tutasema amejaribu, lakini amekataliwa. Lakini jambo hilo hatukuweza kuliona. Utaona kwamba kuna changamoto kubwa. Kuna swala la miundombinu, kimfano hii tunapakana na nchi ya Rwanda, Burundi na nyinginezo. Ni kwamba miundombinu kama ya reli, katika kipindi cha miaka 5 hujawahi kumsikia mwakilishi akipigia kelele serikali kuisihi ujenzi wa reli. Mimi nimewahi kuiona master plan ya kwanza ya SGR, Standard Gauge Railway. Ni kwamba master plan ile ilikuwa ikionyesha kwamba reli ile ingeweza kujengwa kupitia Keza mpaka Rusumo. Lakini utabaini kwamba katikati hapa kumekuwa na aina fulani hivi ya mabadiliko, na ule mradi hauonekani kupewa uzito unaostahili. Jambo ambalo nadhani mbunge alipaswa kupaza sauti kuliko kawaida. Alipaswa kupambana anavyoweza kuhakikisha unafanyika. Hivi karibuni tumeona SGR nadhani sasa hivi kwa zaidi ya 10% ikijengwa kuelekea Kigoma. Ina maana Kigoma wameweza kufanikiwa vizuri sana katika upande wa kuishawishi serikali kuweza kuelekeza mradi huo Kigoma. Lakini vipi? Wanangara ni kweli hawana ile tunasema hawana shauku ya kuona mradi huu ukielekezwa Ngara. Ni kwamba wanatamani iwe hivyo, lakini nani amepaza sauti? Nani ameifuata serikali? Nani tumemuona kichachamaa kuiomba serikali ielekeze mradi huo huku? Mimi binafsi narudia kusema ni kwamba serikali yetu hususan hii ya awamu ya 6 inayoongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan imefanya kila linalowezekana. Kila mahala penye mbunge anayewajibika alipotoa mahitaji kwa kweli yalitekelezwa. Nimeona kimfano kwa Arusha pale kulikuwa na maombi ya ujenzi wa soko, imeweza kufanyika, ujenzi wa stendi imefanyika, ujenzi wa viwanja vya michezo umefanyika. Kila mahala ambako mbunge aliweza kuwajibika kutoa maoni ama maombi ni kwamba imefanyika. Kwa hiyo sisi ni wajibu wetu kujilaumu sisi wenyewe kwamba kuna mahala labda hatukutenda vizuri ama mwakilishi wetu ametuangusha kwa namna fulani. Siwezi kuzungumzia hii, lakini nadhani kuna namna fulani ambapo tulihitaji kwenda kwa kasi zaidi hii ambayo tuko nayo sasa hivi. Kwa kipindi cha hapa karibuni ninaweza nikazungumzia pia swala la kusimamia haki za kiraia. Haki za kiraia ni pamoja na kuangalia namna ambavyo wananchi wanakuwa treated na vyombo mbalimbali labda vya usalama, wanavyopata haki zao labda kama fidia na kadhalika. Katikati hapa kumekuwepo na wimbi la baadhi ya wananchi kulalamikia hasa swala la vitambulisho vya NIDA, swala la uhamiaji kuweza kuwabana wananchi wa Ngara na kuonekana sio raia wengine. Jambo hili nadhani mwakilishi alikuwa na nafasi kubwa zaidi ya kuweza kulipambania kwa kadri anavyoweza. Lakini pia utaona kimfano nimezungumzia swala la wananchi wanadai fidia, lakini katika wakati ambao wanadai fidia wengine wamekamatwa, haionekani kiongozi ambaye ni mwakilishi wa wananchi kusimama na wananchi wake. Jambo hilo ni uzembe wa hali ya juu, ni uzembe ambao haukubaliki, ni uzembe ambao unapaswa kukemewa ipasavyo.
ni kwamba mwakilishi ukiwa ni mbunge hupaswi kupata usingizi hata kwa sekunde moja unapoona mwananchi wako hata mmoja yuko ameshikiliwa, tena kwa sababu ambazo unaona kabisa hazikuwa na sababu za msingi, alikuwa kidai haki yake. Kwa hiyo ninadhani katika kusimamia hizi haki za kiraia pia tunahitaji kupata mwakilishi ambaye atasimamia kidete, atasimama kidete kuhakikisha kwamba wananchi pale wanapokuwa wanahitaji haki zao za kiraia wanaweza kuzipata. Labda tuangalie swala kwenye biashara. Utakuta baadhi ya wafanyabiashara, baadhi ya watumishi wa umma wapo ambao pia wanakutana na changamoto, na wengine tunakutana nao sisi hapa. Mimi binafsi nikutana na wafanyabiashara labda wamefungiwa biashara zao kwa sababu ya leseni. Wakati mwingine tunakutana na watumishi wa umma kwenye kupandisha madaraja wamezungushwa. Wengine kuna namna ambavyo tulikuwa tukiwasaidia kwa rekodi inavyowezekana na kero zao zinatatuliwa. Lakini ukiuliza kwa nini usingeenda kwa mbunge kabla ya kwangu, usingeenda kwa mwakilishi wako kabla ya kwangu, ni kwamba anakueleza kuhusiana na ugumu uliopo kwa mhusika kuweza kutoa msaada. Jambo hili linaleta simanzi sana. Kwa kitu kingine ambacho ninaweza nikasema, kuna swala ambalo sasa hivi limeonekana kama ni jambo la kawaida. Na hili jambo nadhani nitoe wito kwa serikali na Chama cha Mapinduzi pia katika kuelekea uchaguzi huu. Swala la rushwa, swala la kutokuwa na maadili limekuwa sasa linachukuliwa ni jambo la kawaida, hususan kwa wilaya yetu ya Ngara. Swala la rushwa ya uchaguzi limekuwa ni jambo linalochukuliwa kwamba ni jambo la kawaida. Hii ninasisitiza na ninaiomba mamlaka ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU kuwa wakali zaidi, na tuone kwa vitendo TAKUKURU ikichukua hatua kwa wote ambao wanatoa rushwa, kwa sababu itakuwa si taswira nzuri endapo huko nje wananchi wanajua kabisa kwamba kuna vitendo vya rushwa vinafanyika, halafu hakuna hatua zinazofanyika na mamlaka labda zipo. Kwa hiyo mimi naziomba mamlaka za kuzuia na kupambana na rushwa zipambane kwa kadri inavyowezekana kwa wilaya ya Ngara kudhibiti rushwa, kwa sababu kimekuwa ni kigezo. Mtu anaweza kaja ana fedha zake hapa, anaamua kwamba atawanunua watu ili waweze kumpigia kura. Hilo jambo linaturudisha nyuma, tunapata wawakilishi wakati mwingine ambao sio sahihi kwa sababu ya fedha zao. Kwa hiyo ninatoa wito, ninatoa rai kwa mamlaka za serikali, kwa mamlaka za chama kuchukua hatua kali sana kwa wale wote wanaojihusisha na rushwa, na naweza nikasema kwa uhakika na kwa ujasiri kabisa kwamba wilaya ya Ngara inapaswa kuangaliwa kwa kina zaidi kwenye swala la rushwa ya uchaguzi. Hatua kali zinapaswa kuchukuliwa na zawazi ambazo kila mwananchi bila kuacha utata ataweza kusema kweli hapa mamlaka zimesimama kidete. Endapo hiki kitafanyika, tutaondosha ile dhana mbovu ya kupata viongozi ambao wakati mwingine hawajibiki wanaopatikana kupitia misingi ya rushwa. Nimekuwa katikati hapa mstari wa mbele nikihamasisha kundi la vijana kujitokeza kugombea, kujitokeza kupambana kuhakikisha kwamba wanaingia katika halmashauri yetu. Lengo ni nini? Lengo tupate watu ambao watakuja kusukuma agenda za maendeleo, kuleta mabadiliko ambayo yatatusaidia kuweza kutoka hapa tulipo, ambapo mimi binafsi nasema tuko kwenye mkwamo mkubwa sana. Tumeangalia kimfano mtu akiingia hapa stand kimfano ya Ngara, utabaini kwamba kwa kweli inatia aibu. Kienda kwenye soko kunatia aibu sana, lakini ni jitihada zipi zinafanyika kwa ajili ya kutatua changamoto hizo? Utaona kabisa kwamba bado kuna shida kubwa sana. Kwa hiyo mimi nadhani ni wakati sasa umefika wa mamlaka za serikali, mamlaka za kichama kuweza kuona kwamba sasa wananchi wa Ngara wanahitaji kupata mwakilishi ambaye yuko imara kwa kweli, ambaye ataibua hoja ambazo ni nzito. Ndio maana kwenye slogan yangu hapa wakati natangaza nia inaitwa Big Agenda. Big Agenda ni kuzungumzia agenda zenye mashiko zinazokuja kuibadilisha Ngara kutoka hapa tulipo. Tutaona kwa mfano kulikuwa na agenda ndogo ndogo. Mtu anakuambia nimeleta taa za barabarani. Taa za barabarani ni huduma inayotolewa na serikali hata bila mbunge kuwepo. Taa zile zinaagizwa kwa wingi kutoka nje ya nchi kwa ajili ya nchi nzima. Zinapofika nchini zinagawiwa. Wajibu wa mbunge kama hajapelekewa ni kuibana serikali zipeleke hizo taa. Lakini wajibu wa serikali, taa za barabarani sio agenda kubwa ambayo itakuja kubadilisha uchumi wa Ngara. Labda mtu akwambia bana amefunga TV labda kwenye vijiwe na nini, haiwezi kuleta manufaa yote ama maendeleo yote kwa wananchi wa Ngara.
Mtu akwambia nimefunga, mtu akwambia yeye amejenga barabara. Barabara haiwezi kujengwa na mtu mmoja, haiwezi kujengwa na mbunge, haiwezi kujengwa na diwani. Barabara ni mradi wa serikali. Ni kwamba serikali inawajibika kufanya hivyo, na hii kitu wananchi inabidi tuwape elimu. Wajue kutofautisha miradi ya serikali ambayo inasimamiwa kwa ukaribu na mkurugenzi wa halmashauri, inasimamiwa na mkuu wa wilaya, inasimamiwa wataalamu wa ujenzi, idara ya ujenzi na wengine. Miradi kama ya maji ni miradi inasimamiwa na mamlaka za maji. Miradi ya barabara iko chini ya TARURA na TANROADS. Ni kwamba mbunge kazi yake ni kusimamia serikali kwa kisha inatekeleza. Ndio moja ya kazi ya mbunge, kuisimamia serikali. Sasa pamoja na kuisimamia serikali, mbunge lazima uwe ni sauti ya wananchi, uweze kuibua hoja, uweze kuibua kero, uone wapi kuna changamoto na uweze kutafuta suluhisho la changamoto. Kwa hiyo kwa hiki ninachokizungumza ni kwamba utaona kwamba mimi na wananchi wenzangu walio wengi tunaona kwamba kumekuwepo na ombwe kubwa ambalo linahitaji kuzibwa, na linapaswa kuzibwa na mtu ambaye yuko serious kweli kweli, ambaye ana uzoefu wa kutosha katika kuibua na kujenga hoja, mtu ambaye yupo kwa ajili ya kuwatumikia Watanzania muda wote. Hii nataka nitoe kama tahadhari ama kama angalizo tu. Kumekuwa na ile mnakuwa na mwakilishi, sitataja labda ni wapi, lakini hii kitu imetokea nchini. Unakuta mwakilishi akiwa anaingia labda bungeni, anamseti tu cameraman wake pale juu, bwana hebu nirekodie short clip nikiwa nazungumza. Baada ya dakika 5 ile clip imeenda mtandaoni, amepanda V8, ameenda mgodini. Haona muda wa kufikiria kuhusu maendeleo ya Ngara, au hana muda wa kufikiria kuhusu maendeleo ya jimbo. Yeye yuko busy na shughuli zake za kibiashara. Sasa nadhani ni wakati umefika, watu ambao tuko serious na kazi tupewe jukumu hilo, tusimamie. Wale ambao ni wafanya biashara tuwaalike Ngara kama wawekezaji. Na mimi kama chama kitaniamini kikanipa jukumu la kuwa mbunge wa jimbo la Ngara, nitaalika wawekezaji including hao ambao wana fedha za kutoa rushwa, wana fedha za kufanya mambo mengi ya jamii. Tutawaalika waje kuwekeza Ngara ili tuweze kubadilisha hali ya maisha ya Ngara. Mimi nadhani kwa hayo machache niweze kuwashukuru ndugu zangu waandishi wa habari, niwashukuru ndugu zangu wanangala ambao kwa kiasi kikubwa mmeweza kushirikiana na mimi katika kutatua baadhi ya changamoto, lakini pia nipende kutoa shukrani za dhati sana kwa serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan, ambayo kwa kweli imeweza kuleta watumishi wazuri, imeweza kuleta wakilishi wazuri. Tulikuwa na mkuu wa wilaya mzuri sana, tulikuwa na mheshimiwa mkurugenzi mzuri sana, ambaye kwenye swala lolote la maendeleo kwa kweli halali hata kidogo. Ni swala kwamba anahitaji timu ya watu makini kama mimi ili tuweze kusukuma mambo kwa ukubwa zaidi. Kwa hiyo nadhani ni wasihi watu wa Ngara, wanangala, kuelekea kipindi hiki cha uchaguzi, tusikubali, tusidanganywe na vitendo vya rushwa. Mtu anayekuja kutoa rushwa sasa hivi ni kwamba huyo ndio mchawi wa Ngara. Mtu anayekuja kutoa rushwa sasa hivi huyo ndio anayeiangamiza Ngara. Tunabaki pale pale. Unatoa rushwa ya bilioni 1, unatoa rushwa ya bilioni 2, unakwamisha miradi ya trilioni 1. Umeturudisha nyuma kwa kipindi kirefu. Miaka 5 ni miaka mingi. Tunahitaji kupata viongozi waadilifu kweli kweli. Kuanzia ngazi ya madiwani, ngazi ya ubunge. Nataka viongozi wawajibikaji, viongozi waadilifu, sio tofauti na hivyo. Kwa hiyo niwaombe ndugu zangu wananchi wa Ngara kuwajulisha kwamba baada ya kuwa nimeona changamoto hizi, baada ya kuona fursa ambazo tuko nazo ambazo hazijatendewa kazi ipasavyo, siku ya Jumatatu saa 2 asubuhi nitafika katika ofisi za Chama cha Mapinduzi zilizoko hapa wilayani Ngara kwa ajili ya kwenda kuchukua fomu ya kuwania nafasi ya ubunge. Kwa maana hiyo niwaombe ndugu zangu muweze kuniombea. Nafahamu kwamba kwa upendo mkubwa ambao mko nao kwangu mngeweza kuandamana kwa wingi sana, lakini kwa taratibu za chama haitaruhusiwa kufanya hivyo, na mimi nitakwenda mwenyewe. Nitachukua fomu ile pale. Ninachoamini maombi yenu yazidi kuwa na mimi. Si kazi nyepesi kuweza kusimamia haya ninayosimamia. Wakati mwingine ni kazi ambayo inaweza kukugharimu maisha yako. Ni kazi ambayo kidogo ni ngumu sana. Tunakutana na vitisho vingi sana. Wakati mwingine kutishiwa, kukamatwa ni mambo ya kawaida, kutishiwa kudhurika, lakini hatuwezi kurudi nyuma kwa sababu tunaowapigania ni wananchi wenzetu. Tutakuwa tayari kuwapigania katika wakati wowote ule. Nawashukuruni sana ndugu zangu waandishi wa habari. Asanteni sana.